Ni wakati ambao siasa ndani ya chama kikuu cha upinzani chama cha demokrasia na maendeleo Chadema zimekuwa zikiibua maswali mengi, kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu, lakini pia kuibuka kwa kundi la G55, bila kusahau kususia kusaini kanuni za maadili na mambo mengine mengi, bila kuisahau agenda no reform no election. Zimekuwa zikiibua maswali mengi kuhusiana na hatima ya chama hiki ambacho kimekuwa ni chama kikuu cha upinzani kwa muda mrefu. Hapa tupo na kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo tunakwenda kuyajadili na kuyadadafua mambo yote haya kwa kina zaidi, ambapo kwa jina langu unaweza kaniita David Edward, na nyuma ya kamera yupo Martin Mbilinyi pamoja na John Shabani, ambao wanahakikisha kila kitu kinakaa sawa. Bwana, kwa kwanza, kwa faida ya mtazamaji wa Mbayu TV, ujitambulishe kwa majina yako. Asante sana. Kwa majina naitwa James Sijaona James, ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo. John, kwa kutizama, labda mlifanya uchaguzi mwezi wa kwanza, katika miezi mitatu uongozi mpya ambao umeweza kuingia chini ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, ukipewa nafasi ya kuweza kufanya tathmini, uongozi huu umefanikiwa ama umefeli kwa kiasi gani? Nafikiri nyinyi wenyewe pia mmekuwa mashahidi. Tumefanya uchaguzi mwaka huu mapema, na mpaka sasa ni almost siku 90 baada ya uchaguzi. Lissu mheshimiwa mwenyewe ambaye kwa sasa hivi amewekwa katika mahabusu pamoja na kamati yake yote tendaji. Nadhani umeona kwenye maelezo yako ya awali umezungumzia no reform no election, ukazungumzia michakato mingi tu ya minyukano ndani ya chama chenyewe. Mimi nafikiri kwa mikutano iliyofanyika katika ziara ya Nyanda za Juu Kusini mpaka siku anayokamatwa mwenyekiti, umeona nguvu kubwa ya chama iliyofanyika, tofauti na miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma sitopenda kuizungumzia, lakini muamko wa wanachadema umekuja baada ya kuona kwamba kuna mwenyekiti mpya mwenye matumaini. Na labda sasa tukianza kugusia hapo katika swala zima la kukamatwa kwa mwenyekiti wenu Tundu Antipas Lissu, kwa nyinyi wanachama, hili swala la kukamatwa kwake limeweza kuwarudisha kivipi nyuma katika masuala mazima ya ile mikutano yenu ambayo mlikuwa mnaendelea nayo, kwa sababu tunaona kama kuna speed fulani ilikuwa imeshuka hivi? Kwa uelewa wangu sidhani kama kuna speed imeshuka, kwa sababu timu bado zinaendelea kufanya mikutano. Mheshimiwa Heche yupo kanda ya kusini, anaendelea kufanya mikutano kama kawaida. Anafanya mikutano kuanzia 2 kwenda mbele. Japokuwa kuna figisu za hapa na pale, watu wanazuiliwa kutumia uwanja na nini, lakini watu wanajitokeza kusikiliza. Kuna figisu za hapa na pale, muda mwingine jeshi la polisi linaingilia kati kuzuia. Wakitaka kufanya press kwenye ofisi za chama, watu wanakuja wanazuia. Wewe mwenyewe ni shahidi, unashuhudia mitandaoni. Lakini kumekuwa na kasi inaendelea vile vile. Sawa, kuna kitu kitapungua kwa sababu kuna mashine, ile ni mashine. Mashine imepungua. Lakini sasa sidhani kama mashine ikipungua ni chanzo cha kukwama. Kwa sisi tumechukulia kama changamoto, na dunia pia imeona. Sababu kuna mtu alikuwa haelewi kuhusu no reform no election, ila akisikia Lissu amekamatwa. Amekamatwa kwa sababu gani? Ndio mtu anaanzia kuipata pale. Kwa hiyo ni sehemu ya faida kwetu pia kumkamata. Na labda makosa ambayo amekuwa akimkabili, makosa ya uhaini, kuna viashiria vyote vinaonesha kwamba ni makosa ya kisiasa, ama mnahisi kabisa kwamba kuna sehemu mwenyekiti naye alikuwa ameteleza katika mazungumzo yake? Wakati akiwa anazungumza, kuna baadhi ya vitu alivizungumza vikapelekea kuingia huko. Vitu gani? Labda kwa sababu yeye anachozungumza no reform no election. Ina maana zikifanyika reforms kuna election, si ndio hivyo? Sasa ukidai haki yako ya mabadiliko katika nchi yako, kuna uhaini gani? Kwa sababu kosa la uhaini ni kubwa sana. Ulimsikia Dr. Askofu Bagonza alifafanua vizuri kuhusu swala la uhaini. Kwa yale maneno aliyoyasema Lissu, hakuna kosa la uhaini pale. Na tunavyoona kesi imeshafika mahakamani, acha ilindime tuone itaishia wapi. Unaona? Lakini kwa kusema kwamba Mheshimiwa Lissu ni mhaini kwa taifa hili, tunakuwa tunakosea. Tukigeukia katika agenda ya no reform no election, mnahisi huu ni wakati sahihi kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuipambania agenda hii, ukizingatia muda ambao umebakia kuelekea uchaguzi mkuu? Swala la no reform no election, hili swala ni swala ambalo ni la msingi sana kwa wakati huu kuliko kitu chochote kile. Kwa sababu tumeanza kupigania katiba mpya tangu enzi za Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Wakati huo nadhani sisi tulikuwa bado wadogo sana, lakini kwa sababu mimi nimekulia katika mazingira haya, nimekuwa nikifuatilia.
Sijui kama unanielewa. Mwaka 2014 lilikaa bunge la katiba. Alivyoingia Mheshimiwa Magufuli marehemu, bunge lile lilisitishwa. Kwanza lilisitishwa kupisha uchaguzi, lakini alivyoingia ule mchakato ukasitishwa, ukawekwa pembeni. Tukaanzia hapo kupiga kelele, maandamano. Ameingia Mheshimiwa Rais Mama Samia, tumepiga kelele, lakini watuambia bado muda hautoshi. Sasa katika mazingira ya wazi tuseme tu kwamba katiba yetu ina mapungufu. Na mchakato wa kurekebisha katiba au kuweka katiba mpya ni mchakato wa muda mrefu. Tukakubaliana bwana, tunaweka reforms au maliziano. Maliziano yale yaliyowekwa pamoja na kuweka tume ya uchaguzi ambayo itakuwa ni huru, hayakuwekwa kwa ukamilifu. Haiwezekani bado rais ambaye tunategemea kwamba atagombea ndiye anayeteua wakurugenzi wa tume pamoja na tume nzima kwa ujumla, sababu shirika mkurugenzi tayari na inathibitika kwamba baadhi ya watu waliowekwa pale ni wa Chama cha Mapinduzi muda mrefu. Sasa unategemea kweli mechi ya Simba na Yanga ichezeshwe na Haji Manara? Mnatamani nani labda aweke katika kusimamia uchaguzi? Sisi pamoja na chama cha ACT Wazalendo kuna proposal tulizozitoa kwamba reforms tunataka sisi ni hizi na hizi na hizi. Na hata ukisoma ni vitu vyema tu kwamba tume ipatikane kwa ushindani. Ina maana iwe kama ajira. Kwani mbona rais ateui walimu? Kwani ateui walimu kwamba wenyewe walimu kafundisheni shule hii? Kwa nini? Anaweka ajira watu wanashindania. Kwa hiyo inatakiwa ipatikane kwa ushindani, ili watu wanaoingia pale wawe fair kwa kila mtu, kuwe na fair treatment. Lakini zile reforms pia zinahusisha kwamba polisi wasiingilie nini? Mambo ya kiuchaguzi. Tumesikia kama ni mwaka juzi kama sio mwaka jana, Mheshimiwa Rais alihutubia taifa. Akatoa statement moja kwamba tunaelekea uchaguzi, jeshi la wananchi naomba mkae tayari, mjiandae. Jeshi la wananchi ni jeshi ambalo linalinda usalama wa wananchi au ulinzi wa wananchi wenyewe pamoja na taifa na mipaka yake. Sasa unaposema tulijipange, ina maana tuna mpango labda kuitisha vita kipindi cha uchaguzi, au wewe itafsiri vipi hiyo? Ni kwamba jeshi lijiandae kuhakikisha kwamba mikutano inafanyika katika masuala ya kiamani, lakini pia hata wananchi wanakuwa wanazunguka katika mazingira ya amani wakiwa wanafanya shughuli. Sasa ni kazi ya jeshi la polisi kuhakikisha amani ndani ya nchi, au ni kazi ya jeshi la ulinzi? Wanashirikiana? Hapana. Zile ni wizara mbili tofauti. Kuna wizara ya ulinzi ambayo inalinda mipaka. Wao watatulinda sisi ikiwa kuna mtu kutoka nje anakuja kutudhuru sisi. Lakini kama ni sisi, yani kama kuna uchaguzi ni wa Tanzania tu, si ndio hivyo? Ikitokea mtafuta fulani ni baina ya Watanzania, sio mtu kutoka nje. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo wale wanatakiwa waje kutulinda. Na labda kwa muda ambao, lakini wewe mwenyewe umekuwa shahidi. Kwa nini CCM wanafanya mikutano hawasumbuliwi? Lakini Chadema akifanya mkutano ndio utashangaa polisi wamekuja sio na nini, leo wamepiga mabomu ya machozi, mara sio wamefanyeje, mambo ni mengi. Kwa hiyo kuna kundi linakuwa linanyimwa uwezo wa kufanya siasa zake kwa uhuru. Sio kama unaelewa. Utasikia mgombea fulani amezuiliwa, amekatwa jina. Utasikia mgombea fulani amezuiliwa leo kupiga kampeni, jana sio zidisha muda. Hauwezi kusikia mgombea wa CCM amefanywa hivyo. Ni Chadema tu na baadhi ya vyama vingine ambavyo vina nguvu. Kwa hiyo mimi nafikiri kung'ang'ania kutokuweka reforms ni uoga. Kwa sababu kama wao ni serikali, walitakiwa waje kujibu kwamba zile reforms hatuwezi kuziweka kwa sababu ya hii na hiki na hiki na hiki, na sisi pia tuweke hoja zetu, kwa sababu sisi ni wananchi, kwamba banda zile zinatakiwa ziwepo kwa sababu hazivunji katiba. Hamna sehemu zimesema kwamba watu wafanye hivi au wafanye hivi. Lakini leo hii utaniambia mimi niingize timu kwenye uchaguzi ambao hauna amani, ambao unajua kabisa huu utaisha kwa hasara. Tumeona kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa, tumeona kuna watu wamepigwa risasi, wamekufa watu 4. Uchaguzi wa serikali za mtaa. Huo ni serikali za mtaa. Kiti kile cha mwenyekiti. Sawa. Sasa leo utaniambia kwenye ubunge, udiwani pamoja na urais watakufa watu wangapi? Na kwa muda ambao tumebaki nao na mazingira yaliyopo, nyie Chadema mkitizama, mnaona kabisa kuna dalili ya kufanikiwa kuweza kufanyika kwa hizo reforms ambazo mmekuwa mkizidai? Kwa haki ya kikatiba, kama reforms hazivunji sheria, kwa nini zisiwekwe? Watasema wao zitachukua muda, lakini leo hii iwekwe proposal kwamba wabunge wanatakiwa waongezewe mshahara, waijadili bungeni, uone kama amendment haifanyike haraka haraka. Kwa hiyo mambo ya msingi yanapewa muda mrefu sana, lakini mambo ambayo hayana msingi wanayatumia
wanatumia ukakasi, wanakuwa na kigugumizi kwenye kwenda, wanakuwa na stua. Na mpaka unaona Mheshimiwa Lissu amekamatwa, na maana no reform no election ina nguvu. Hatuzui kwamba uchaguzi usifanyike. Tunataka reforms ziwepo. Yaani itakiwa ijibiwe kwamba there is reforms, there is election. Weka yale mazingira sawa kama tunavyosema. Kama unashinda tu. Kwani shida iko wapi hapo? Kwa hiyo reforms zikifanyika, uchaguzi ufanyike. Lakini kama reforms hazifanyiki, matokeo yatakuwa ni yale. Kuna haja gani ya kwenda kwenye uchaguzi? Wewe unadhani kwamba eti uchaguzi usipofanyika au Chadema ikizuia uchaguzi au vyovyote vile itakavyokuwa, Chadema inapata faida gani? Kwani Chadema iko madarakani? Kwamba itaendelea kubaki madarakani? Hapana. Kwa hiyo hii issue ya no reform no election kwa ufupi inatakiwa iwe ni issue ya kitaifa. Kwa sababu no reform no election inatoa uhuru wa kuchagua kiongozi. Inaita free and fair election. Free and fair election inakusaidia wewe kumwajibisha kiongozi wako uliyemchagua. Na free and fair election ni moja kati ya pillars of the constitution. Ili katiba iwe bora lazima iallow free and fair election. Sasa kama tunakuwa tunaonewa, mawakala wanaondolewa kwenye vyumba, watu wanakatwa majina. Huyu mwenyekiti wa Bavicha wa sasa hivi alikatwa jina kwenye kugombea serikali za mtaa. Na ni wakili wa mahakama kuu, hajui kusoma na kuandika. Kule kwa kina Heche kuna mwalimu degree hizo alikatwa jina. Sasa unaona kuna haki, kuna haja kwenda kwenye uchaguzi wa namna hiyo. Na mmejipanga pengine kutumia mbinu gani ili kusudi kuishawishi na kuihamasisha serikali iweze kuamini kwamba kuna haja ya kuweza kufanya reforms? Sisi hatuna shida ya kuiaminisha serikali. Nafikiri wanaostahili wakilishi wao ambao ni wabunge, reforms zitafanyika. Kwa sababu mbunge hayuko bungeni kwa niaba ya wananchi. Kama unaelewa, kwa hiyo bunge ndio lina haki ya kufanya maamuzi. Na nafikiri hili bunge ni bunge ambalo limepatikana kiamna tu. Watu wengi sana wameingia mle bungeni bila kujua wameingiaje. Kama watu wazima wenye akili timamu wangejifunza na kuchukulia hili kama kwao ni faida, wasionekane kuwa bunge ambalo limefanya nchi iendelee kudhoofika, bunge ambalo limeondoa demokrasia nchini. Liwe ni bunge ambalo ni la mabadiliko, ni bunge ambalo litazungumza bwana, bunge la awamu fulani lilifanya hiki na hiki na hiki na hiki, likaweka mifumo sawa, watu wakafanya uchaguzi kwa amani, na mambo mengine yakafanyaje, yakaendelea. Kwa hiyo kuna prestige fulani kuwa bunge la maamuzi. Sio kama unaelewa, sio kwa lile bunge ambalo ndio bunge limetumbukiza nchi shimoni. Leo hii amani, tukienda kwenye uchaguzi amani ikavurugika. Kumbuka kwenye uchaguzi kila mtu anakuwa na miemko yake. Si ndio hivyo? Huyu kapigwa risasi, huyu bwana ni ndugu yake, utapiga risasi watu wangapi? Huyu kakamatwa, umenyang'anywa bunduki, umepigwa risasi na wewe. Tayari ni machafuko. Akipatikana mtu wa kuingiza silaha, tumekufa. Kwa hiyo mimi naangalia sana na bunge. Bunge ndio lina uwezo wa kusuggest hizo reforms zibadilishwe, kwa sababu bunge ndio lina mamlaka ya kutunga sheria katika nchi. Na wanasema kuna kundi limeibuka ndani ya chama chenu G55 ama G55, kundi ambalo linaaminika kwamba wao wanapingana na agenda no reforms no election. Hili kundi linakupa taswira gani wewe kama kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema? Hiki ni chama cha demokrasia. Kwa hiyo huyu atakuja na ideology zake, huyu atakuja na ideology zake. Na wale wameenda vizuri tu, wameandika petition na wakasaini. Ile petition yao walitakiwa, kuna kipindi waliitwa watiania wote Dar es Salaam. Wao hawakwenda. Wangeenda kule wangepata majibu kuhusu hoja yao. Huenda zingepigwa kula pale. Sababu wao ni asilimia kama na 10 na kitu. Wako 50 na ngapi sijui. Lakini wa majimbo waliobaki wapo kama watu kama 100 na kitu, 100 na sehemu. Na walienda kule. Sasa hata zikipigwa kula pale kuna haja gani? Kwa sababu watashindwa moja kwa moja. Lakini kama hoja yao ina nguvu, watu waoneshe kama tunawezaje kuingia kwenye uchaguzi bila reforms na tukaperform. Na kwa ambayo wamekuwa wakizungumza, pengine hayaonyeshi dalili kwamba ndani ya Chadema kuna baadhi ya makundi yapo bado Tundu Lissu ameshindwa kuweza kuyaunganisha tokea kipindi cha uchaguzi. Hata kipindi tuna mfumo wa chama kimoja makundi yalikuwepo, na ndio G55 ilifanyaje? Hiyo G55 ni G55 ni kundi ambalo lilikuwa ni la wale wabunge 55 waliokuwa na uwezo wa kucriticize chama mle, yani walikuwa ni wapinzani ndani ya chama mle bungeni. Sio hawa watu ambao wanapiga kelele saa hizi kwa uroa madaraka. Kwa sababu wewe niambie,
Unaingiza watu kwenda kugombea, sawa? Yeah. Wakipigwa risasi wewe utopigwa. Sawa? Wakipigwa mabomu wewe utofanyaje? Utopigwa. Mwisho wa siku unakimbia nchi. Maana yake ni kilichotokea 2020 hatujajifunza tu mpaka sasa hivi turudi tena. Kilichotokea 2024 mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa hatujajifunza mpaka sasa hivi turudi tena. Wewe pigia tu uchaguzi wa serikali za mtaa ulivyo mdogo, watu wanakufa. Uchaguzi wa serikali kuu utakuwaje? Uchaguzi mkuu utakuwaje? Bila amani, bila maridhiano, bila reforms. Wanapiga kura hivi, wewe unatangaza hivi. Inakuwaje hivi? Na wakala wanafukuzwa kwenye chumba cha ndani. Ungekuwa wewe ungepeleka timu. G55 ni kundi ambalo limeonekana kwamba limeundwa na watu wengi ambao ndani yao ni walikuwa wakimsapoti mwenyekiti aliyepita kwa maana Freeman Mbowe. Ukimya wa Mbowe kuja kuweza kukanusha kwamba hili kundi sio watu ambao yeye anaweza kawa anashabiana nao, haiwapi nyie taswira ama viashiria kwamba mwenyekiti huenda akawa hafungamani moja kwa moja, mwenyekiti aliyepita kwa maana akawa fungamani moja kwa moja na hii agenda no reform no election? Aliyeanzisha hii hoja ni yeye mwenyewe. Kwa uwezo kuniambia kwamba hawezi kufungamana nayo. Inavyosemekana katika kamati kuu kuelekea kumaliza awamu yake, Lissu ndo alikuwa tunaweza kusema kimbele kuzuia hiyo no reform no election. Lakini ni maazimio ya kikao yalitoa kwamba no reform no election ndo agenda hiyo tutakayotoka nayo. Kwa maamuzi ya kile kikao ndo aliamua no reform no election. Mbowe akiwa ndo mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo moja kwa moja hawezi kuja kusema kwamba sijui imekuaje, sijui yaungi mkono, sijui nini. Hawezi. Na amekuwa kimya muda mrefu, sijajua kwa upande wake, lakini kwa mpaka sasa hivi hata ukiangalia katika social media no reform no election imeanzishwa na yeye mwenyewe Freeman Mbowe kama mwenyekiti wa chama. Lakini pia mwenyekiti Tundu Lissu amekuwa akiwakata sana baadhi ya makada wa Chadema ambao wanasadikika na kuaminika kwamba walikuwa katika upande wa Mbowe kipindi cha uchaguzi wa ndani ya chama. Hii haionyeshi kwamba mwenyekiti Tundu Lissu hana bado imani na baadhi ya watu ambao walikuwa wakimuunga mkono Mbowe, na yeye moja kwa moja anaamini watu ambao walikuwa wakimuunga mkono yeye kwamba wanapaswa kuweza kupewa nafasi kubwa za kiuongozi ndani ya Chadema. Ukishakuwa kiongozi sio tena mgombea. Kwa hiyo Lissu wanatuongoza wote. Haijalishi ulikuwa timu gani, ulikuwa kwa unamsupport nani, sijui ulikuwa ni nani, wote. Ndio maana ukiangalia katika kamati kuu mkutano wa mwisho hata Wenje pia alikuwemo. Na Wenje alikuwa ni dhahiri kwamba ni timu ya Mheshimiwa Freeman Mbowe. Kwa hiyo mambo ya kusema ni mgawanyiko upo, sio wanasadika kuwa ni watu wakina nani, sio wanafanyeje, hayana ushahidi. Ushahidi ukiwekwa hadharani tutazungumzia. Yeah. Lakini hamna aliyejitokeza kama mimi namsupport Mbowe na maana anafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Kuna mmoja aliyesema hivyo. Kwa sababu ni kila mtu ana haki ya kuzungumza katika chama. Huyo anasema opinion zake. Yeye tunamuona Mchome alihoji uhalali wa Mnyika kwa katibu mkuu. Yeah. Na baadhi ya hawa G55 wamekuja na maoni yao. Kwa hiyo ni kuwasikiliza, kama wana hoja watasikilizwa, kama hawana hoja watapuuzwa. Lakini ndani ya Chadema unaona kuna utulivu wa kisiasa, lakini pia huku nje unaona kabisa kuna utulivu wa kisiasa ambao unaona Chadema ina uwezo wa kuvuka salama. Sasa kuna chama kinakuwa na utulivu, chama kisha kuwa na utulivu sikimekufa hicho. Kwa sababu watu hawafikiri, yani watu tukifikiria kitu kimoja tutashauriana nini sasa? Inakuwa tayari sio chama hicho cha demokrasia. Inatakiwa mimi nikiongea hivi, wewe kubaliana na mimi, unaleta hoja yako ni hivi, tunajadili kwamba inaendaje mpaka mwisho wa siku tunapata mwafaka. Yeah. Nafikiri nimekujibu swali lako. Nijibu vizuri. Lakini pia Chadema imekataa ama unaweza kusema imesusa kuweza kusaini kanuni za maadili. Hii kwa nyinyi Chadema kitu gani ambacho kimeweza kuwasukuma ama kimeweza kuwashawishi muweze kugoma kusaini kanuni za maadili? Kusaini kitu mpaka ukisome ukipitie. Na tulimwamini katibu Mnyika kwamba anaweza katuongoza katika swala hilo. Kuna mzee mmoja anaitwa Dr. Generali. Yeah. Alizungumza taasisi ya vitu vya kuoza haiwezi kusimamia vitu vya afya hata siku moja. Yeah. Itaweka tu uozo mle ndani. Kwa hiyo kama tume yenyewe na ile kamati ya maadili haina maadili, haiwezi kusimamia maadili. Sawa.
Kwa hiyo tukubaliane kwamba Chadema haijaona haja ya kusaini yale maadili, kwa sababu ni maadili ambayo ni hayapo kimaadili. Yaliyoandikwa pale na yanayosainiwa hayafai kusainiwa. Ndio maana chama kama chama hakijasaini, na sisi kama wanachama lazima tuunge mkono. Na labda kwa Chadema kuto kusaini kanuni za maadili inawapatia nyinyi uhalali wa kuendelea kuhoji masuala ya kiuchaguzi, ili hali kwamba mkurugenzi wa uchaguzi amethibitisha kwamba nyinyi hamtoshiriki uchaguzi? Katiba imeeleza waziwazi kushiriki uchaguzi ni haki ya kila mmoja, kwa kugombea, kuchagua ama kuchaguliwa. Si ndio hivyo? Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu akuja kupingana na katiba, kwa sababu katiba katika ile ibara ya 64 ibara ndogo ya 5 imeeleza pale kuhusu ukubwa wake, kwamba kwa sheria yoyote ambayo itapingana na katiba hii, ile sheria ni null and void, yani kwamba haito kuwepo. Na ukizingatia hizi sheria za zilizofanywa mabadiliko hivi karibuni za sheria ya uchaguzi bado hazijaanza kufanya kazi. Kama alivyoeleza leo nani mwanasheria mkuu wa chama. Kwa nafikiri majibu yote yako pale. Lakini baada ya mwanasheria mkuu wa Chadema kuja kuzungumza vile, kumeibua maswali mengi. Watu wanasema tunashindwa kuelewa sasa kama mnataka kushiriki uchaguzi ama mnataka kuzuia uchaguzi. Maana tunakuwa tunashindwa kuelewa, kwa sababu wanasema kwamba nyinyi ni kama ni watu ambao mnakuwa mnapenda vitu vya kipekee, ni watoto wa kudeka. Wanasema rais wakati anaitisha maridhiano alitisha vyama vyote, lakini nyinyi mkakataa, mkaenda peke yenu. Lakini pia hata leo hii wameitisha kusaini kanuni za maadili. Vyama 18 vimesaini, nyinyi mmegoma, lakini hivi sasa mnaanza kudai kwamba mnahitaji kama mnakuwa kama mnataka kwenda kusaini peke yenu. Kwenye hii nchi kuna Chama cha Mapinduzi, kuna Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kuna ACT Wazalendo, alafu kuna vyama 18. Sawa? Ulishasikia vile vyama 18 vimetetea haki gani au vimepinga nini? Vile ni vyama ambavyo tunaweza tukasema vipo tu kwa ajili ya ruzuku na vitu vingine. Hakuna chama chenye matumaini ya kuja kumkomboa mtu yeyote kama Mtanzania pale. Na ndio maana havina wana vyama, vina watu wachache tu ambao wananufaika na maslahi. Chauma leo alikija kufanya mkutano hapo. Nadhani unaelewa kitakachotokea. Tofauti na Chadema. Kwa hiyo sisi mara nyingi ni watu ambao tumekaa kuwa chama kikuu cha upinzani kwa muda mrefu, na kuna baadhi ya vitu vingi tunavifahamu. Kwa hiyo maswali hayo yaliyoibuka, Chadema ilisema wazi kwamba haijasusia uchaguzi. Ni kwamba hamna msimamo. Ila kuna vitu ambavyo vinatakiwa viwepo ili uchaguzi ufanyike. Sio kwamba Chadema haitoshiriki. Yaani uchaguzi hautofanywa bila maliziano. Lakini sasa Chadema inaonekana kwamba inahitaji kusaini kanuni za maadili kabla hata yale mambo mliokuwa mnahitaji yafanyike hayajafanyika. Kwa nini haijasaini? Hatujasaini. Ina maana kuna mambo ya kanuni za maadili yanatakiwa yafanywe marekebisho. Alafu mwisho wa siku tuje tupate hizo reforms pia ziwekwe katika mabadiliko ya kiuchaguzi. Kwa hiyo huwezi kuja kusema eti Chadema imesusia uchaguzi. Hatujasusia. Kuna kauli inasema Chadema imesusia uchaguzi. Chadema haijawahi kususia uchaguzi hata siku moja. Na wao wenyewe wanaujua moto wake. Na ndio maana kila siku wanakaa kukamata viongozi wetu, mara nini. Na ukuta kuna mwanachama wa Chadema hajakaa lock up. Isee ni nadra sana. Labda jamii ya kimataifa ambayo tumeona Chadema imekuwa ikishirikiana nayo kwa muda mrefu imeonyesha kuwaunga mkono na kuwapa support katika hizi kampeni zenu ambazo mkoa mkiziendesha. Vyama vyote vya kidemokrasia vyote vinaunga mkono. Ukianza na DUA, ile Democratic Union of Africa, waidua, ukija kwenye Amnesty International, ukienda na asasi zingine zote za kidemokrasia zinaunga mkono na zimelaani sana swala la Mheshimiwa Lissu kukamatwa. Kwa sababu no reform no election. Sio kwamba eti zikiwepo katika nchi inakosa mwelekeo. Ni mfumo ambao ukiwekwa unakuwa ni bora kwa mtu kupata madaraka na kuongoza. Sio kama unaelewa. Sema sasa wao hilo kundi inaona kama vile hizo reforms zikiwekwa wamepoteza asubuhi. Zinawanufaisha wao. Sio kama unaelewa. Hata kama Chadema ingekuwa madarakani leo, alafu sheria hizo ndio zipo, CCM wangeomba reforms. Hilo nilisema wazi, CCM wangeomba reforms. Sasa yeye niteue mimi mtu afu wewe uje umshinde. Yaani wewe watangaze mtu mwingine. Hata Mheshimiwa Magufuli marehemu alishasema, ana kipindi anateua mkurugenzi wa tume, alisema haina kuteua mimi alafu uje utangaze mpinzani. Hiyo inaita picha gani? Wewe unaweza kupeleka timu? Kwa hiyo ni hasara tu, kwa sababu moja nikwambie, mimi nachukulia swala la uchaguzi ni swala dogo sana. Swala la uchaguzi kwa watu wa upinzani linaweza kuingiza hasara mpaka ukashangaa.
Yaani ukaja kusimama tena baada ya miaka 10, 15, 20 mbele kiuchumi. Kwa sababu mtu unawekewa mazuio mengi sana, unazuiliwa kwenye mambo ya kibiashara, unazuiliwa wapi, unawekwa lock up, unafanyaje? Sasa ukiwa umewekwa lock up huku nani anaangalia familia yako? 2020 kipindi cha uchaguzi jimbo la Ukerewe, kuna watu wawili walipigwa risasi. Mmoja bahati nzuri hakufanikiwa kupatikana, ila mwingine alipelekwa hospitali, akaja kukamatwa hospitali. Amekaa miaka 2 yuko mahabusu mpaka kesi ilikuja kuisha, amevunjwa mfupa huu. Ni mtu ambaye mimi namfahamu. Yaani alipotoka pale nampeleka mimi hospitali, anafanywa x-ray, mpaka leo hii amewekewa vyuma. Kapigwa risasi. Sie kiongozi, sie mtu wa siasa, sie nini, lakini amechagua kumuunga mkono mtu ambaye ni wa upinzani. Wakati anarudisha fomu, akapigwa risasi, akapewa kesi. Na labda tunavyomalizia swala zima la demokrasia nchini Tanzania, kwa kuwa wewe ukiwa ni kada wa Chadema unalitazamaje kiujumla? Demokrasia haipo. Yaani kama mtu ukiongea unaitwa mhaini, kwa demokrasia gani? Na naona kabisa kuna demokrasia ilikuwa ya kutunga, lakini demokrasia kiuhalisia haipo, kwa sababu demokrasia ni ngumu sana. Demokrasia ni ngumu, tuseme tu kwa uwazi. Na ndio maana haipo. Sijui kama unaelewa. Demokrasia kiujumla kwa Tanzania naweza kusema tu haipo. Kwa sababu mtu kuna extent fulani ukizungumza unakamatwa. Mwaka jana tumeenda kwenye sherehe za vijana Mbeya, tumefika pale Iringa, tumekamatwa. Na tukaitwa chini ya ulinzi mpaka huko Mwanza. Tukalala zote na lock up. Hiyo tayari ni harassment. Na ni unlawful detention, kwa sababu tulikuwa hatuendi kufanya fujo. Umeona? Sasa kama kuna mambo kama hayo, hiyo nchi na demokrasia kweli. Watu wangapi wamepotea mpaka leo hatujui walipo. Na sio wa Chadema tu, hata wengine wa Chama cha Mapinduzi. Kuna huyu jamaa anaitwa Choncholiwa amepotea, yuko wapi? Na watu wanaweza wakalichukulia kawaida kwa sababu yeye sio ndugu yako aliyepotea au nani, lakini haya mambo sio kama ni ya mtu mmoja tu. Yanaendelea kuzunguka hivyo hivyo. Itakukuta. Tumeona namna demokrasia. Mbona Rwagampina amezungumza mambo ya uwazi akaondolewa bungeni vikao 15. Kwa hiyo hamna demokrasia hata kidogo. Semi kwa hapa kwa leo hii naweza kusema nakushukuru sana kwa ulivyoshia nasi. Labda kama kuna lolote ambao unaweza ukazungumza na mtazamaji wa Mbayu TV hivi sasa, nikukaribishe. Okay, cha msingi ambacho naweza nikawashauri, mimi kundi langu kubwa sana nalotegemea ni vijana. Kwa sababu hawa wazee wao hawatakuwepo. Wamesha vurunda kuanzia mwanzo na mbeleni wao hawatakuwepo. Waweza sawa na mimi nisiwepo, lakini generation yao haitakuwepo, generation yangu itakuwepo. Sisi ndio tutakaobeba lawama katika nchi hii. Niseme kwa uwazi, hii nchi mpaka sasa hivi tunaishi kwa sababu ya Mwalimu Nyerere. Baada ya kutangaza kwamba backbone ya uchumi wa nchi yetu ni kilimo, watu wakaanza kulima. Kwa hiyo watu wana maisha magumu lakini wana chakula ndani. Ndio angalau kinawaweka. Lakini kama tungekuwa na ardhi ambayo haisapoti kilimo kama Somalia au nini, tungekuwa na maisha magumu sana. Hiki chama kilicho madarakani kimeongoza tangu tumepata uhuru mwaka 61. Hakijamaliza kufanya kazi yoyote. Shule bado zinajengwa mpaka leo. Barabara bado zinajengwa mpaka leo. Tunashukuru sana Mheshimiwa Magufuli angalau alionyesha ujenzi. Umeona? Lakini bado mpaka leo tunajenga hospitali bado hazijakaa sawa, bado miundombinu haijakaa sawa. Bado magonjwa yamelipuka yanalipuka ovyo ovyo tu, bado mipango miji bado haijakaa vizuri. Bado kuna mambo ya fujo katika uchaguzi. Yaani hatuwezi kuachiana madaraka kwa amani. Sasa unaona ni nchi ya ovyo namna gani ambayo tunataka kuitengeneza. Lakini kama isingekuwa misingi ya kilimo, sasa hivi njaa ambayo tungekuwa nayo ndugu yangu, hata sasa hivi tungekuwa tunaongea. Bwana mtazamaji wa Mbayu TV, huyu ni Bwana James, kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye tulikuwa naye hapa kwa mahojiano, ambapo amezungumza vitu vingi sana kuhusiana na swala zima la no reform no election. Amezungumzia swala la kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu, bila kusahau swala zima la Chadema kugoma kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi mwaka huu 2025. Langu jina ni David Edward, lakini pia nitoe shukrani za dhati kwa Martin Bilinyi ambaye alikuwa nyuma ya kamera, bila kumsahau John Shabani. Uwe na wakati mwema mtazamaji wa Mbayu TV.